بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Tuendelea na tafsiri, na jana tulikuwa kwenye aya ile la tasma'u fiha laghiya, utasikia humo upuzi. Katika kuendeleza kidogo hapo, mwenye tafsirul kabir Fakhrur Raz kuna maneno anatuambia, asema wa amma ahlu tafsiri falahum wujuhun. Kuhusiana na hii, hutosikia humo peponi, ndani ya pepo hutosikia upuzi wa aina yoyote. Asema ahaduha anna, kuna njia nyingi wafasiri wamepita naha, mojawapo alikuwa ahaduha, mojawapo annal jannata munazzahun anil laghawi, ni kwamba pepo imetakashwa na upuzi na mambo ya kipuzi, liannaha manzilu jiranillah, kwa sababu haya ni manzil ya jiranillah ta'ala, yaliyokuwa karibu zaidi na Allah subhanahu, kwa sababu inna Allaha ma'as sabirin, aika Mwenyezi Mungu pamoja na wenye kusubiri. As-sabir, kwa kwamba hiyo pepo ni makazi ambayo ni jirani na nani? Na Allah. Ni jirani kwa vipi na Mungu hana makani? Yani hivyo hivyo inavyoeleweka, umefahamu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema inna Allaha yuhibbul muhsinin, aika Mwenyezi Mungu anapenda wema, anapenda wale ahlul ihsan, watu wanaofikia daraja ya ihsani, kuabudu kwao kaannahum yarawna rabbahum, nikana kwamba wao wanamuona Mola wao namna wanavyoabudu. Akiwa faragha anakuwa na hofu zaidi kuliko akiwa na watu. Huyo mtu wa kheri, ndio tabia zao. Akiwa kwa faragha hakuna anayemuona, anakuwa na hofu zaidi kuliko akiwa na kundi la watu. Anajitakasha zaidi akiwa peke yake kuliko akiwa na watu. Sokana mmoja, akiwa na watu ana hofu, lakini hofu yake si kama akiwa baina huwa baina rabbi. Sasa watu wa peponi wako hivyo. Wa innama naluha biljiddi wal haqqi la bil lagwi wal batili, na kwamba hakika wao wameipata hiyo pepo kwa sababu ya jitihada kubwa walioifanya na haki katika dunia, si kwa upuzi na batili. Upuzi katika hadhara za kimungu si katika mambo ya watu wa peponi, umefahamu? Ndivyo tunavyoambiwa na wafasiri wote waliopita kwamba la tasma'u fiha laghiya. Ndio maana hapa akasema Fakhrur Raz wa hakadha, na yeye ni kama hivyo pia, kullu majlisin fi dunya sharifin, kila kikao katika dunia ambacho ni kikao kitukufu, mukarramin, kilichotukuzwa, fa innahu yakunu mubarra'an 'anil laghi, hakika hicho kinakuwa ni chenye kutakasika na nini? Na upuzi. Wa kullu ma kana ablagh, na kila kile kikao ambacho kimekuwa kiko juu zaidi ya kutakasika na upuzi, fi hadha, katika hili, kana akthara jalala, inakuwa kimezidi zaidi kwa utukufu. Kwa utakapoona kwamba ni kikao cha dini lakini upuzi hakuna, jua hicho kikao kimezidi katika nini? Utukufu. Ndivyo tunavyoambiwa ukifanya connection ya la tasma'u fiha laghiya,
utosikia humo upuzi wa aina yote. Ni kwamba watu walioingia peponi si wapuzi, na wasingeingia peponi ila ni kwa sababu katika dunia hakufanya upuzi. Sasa leo vipi mtu ndani ya safu ya swala anafanya upuzi ndani ya safu? Mengi tunayaona ndivyo sivyo? Hata kuhudhuria katika hadharatur rabbani, lakini pale pale anafanya upuzi ndani ya swala, anafanya upuzi. Wakati atakufuata takbiratul ihram inatangulizwa na upuzi. Sasa inakuwaje? Ni kuonyesha kwamba watu wenye maqam makubwa mbele ya Allah subhana katika dunia walijiepusha na laghawan wal batila. Ndio maana hii la tasma'u fiha laghiya, ndio connection yake katika maisha yetu haya ya dunia. Mwenyezi Mungu atukinge wote, sisi ni dhaifu. Mungu atuepushe tu hila. Niliona hii kidogo nukta pia tuiguse katika tafsiri hiyo. Fiha ainun jariya, mna ndani ya pepo mito yenye kupita. Hapa kasema ainun, mnajua kwamba ni tankir, ni nakara, lakini hapo imekuja kwa maana mbili zote, maana ta'dhim na maana takthir, kwamba iko mito ambayo ni mingi ndani ya pepo. Fiha uyunun jariyat, kuna mito mingi ambayo inaopita ndani ya pepo, lakini yote ni mito mitukufu. Mimi naungana na yule aliyesema, ambaye ni Al-Kalbiyu, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas, la adri bima'in au ghairihi, sijui hiyo mito ni ya maji au si ya maji. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu ukisoma huu mto wa peponi namna ulivyo, uyunun kathira, ay uyunan kathiratan tajri miyahuha ala dawabi, kwamba ni chemchemu ambazo hupita hapa, sema hupita maji yake kwa kudumu, haithu shaa sahibuha, wala mnavyotaka Mwenyezi Mungu. Sasa hapa naungana na Kalbiyu, mfasiri huyu wa Qur'an, alisema la adri bima'in au ghairi, sijui hiyo mito ni ya maji au si ya maji uko peponi. Kwa nini? Kwa nini ukisema ni ya maji, hakuna maji ambayo ni ashadul bayadha min al-laban, yamezidi weupe kuliko maziwa, na hii ni sifa ya mtu wa peponi. Wa ahla min al-asal, matamu kuliko, mto huo wa maji hayo ni tamu kuliko asali. Man shariba minha, yote atakayekunywa katika hapo, katika mto huo, la yadhma'u ba'daha abada, hapatikiu baada ya hapo milele. Lau hayo maji ya tuseme huo mto. Sasa tuungana na Kalbiyu tena, ni kwamba hicho kimiminika kilichokuwemo kwenye mto huo, lau kitaletwa katika hii dunia hii, mtu akanywa, hatopata kiu milele, kwa sababu tangu hapo. Ndio maana tunasema kwamba hatopata kiu milele. Nani? Wakasema haiwezekani hadithi hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe peponi, kwa sababu peponi hakuna kiu, motoni ndio kuna kiu. Yani peponi hakuna kero ya aina yoyote. Kwa hiyo haiwezekani ikawa man shariba minha la yazma ba'daha abada, atakayekunywa kinywaji hicho katika hiyo chimbe ya peponi hatopata kiu milele. Haiwezekani. Makusudio ni kwamba ni kiu wa peponi, kwa sababu peponi hakuna kero, na kiu ni kero. Kumepigiwa mfano, basi hapo naendana na wale wanaosema maana yake
ni kwamba kama yale maji au hicho kinywaji peponi kitaletwa, si juisi si kitu gani, lakini naongana tunakaribia kwamba la adri bima'in au ghairihi, wallahu a'lam muradahu. Wallahu a'lamu muradahu. Mwenyezi Mungu ndo anayejua kusudio lake ni nini, lakini tujitahidini tuingie peponi, tutakwenda huko. Tutaona kama italetwa katika dunia mtu akapiga kitoni kimoja, maisha yake yote hapatiki. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mwenyezi Mungu tujalie tuingie peponi. Sasa fiha ainu jariya, mna ndani yake nini? Chimbe yenye kupita, yani mito yenye kupita, chemchemu zenye kupita huku na kule na kule. Na Qur'ani inasema tajri min tahtiha al-anhar, kwa kupita chini yake mito. Mto huu kwa mujibu wa Qur'ani, chemchemu hii kwa mujibu wa Qur'ani huitwa salsabila. Huitwa nini? Salsabila. Hapa Qur'an nasema aina fiha tusamma salsabila, ni hiyo chemchemu hiyo kwa mujibu wa Qur'ani. Suratul Insan aya ya 18 huitwa salsabila, yani yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aina fiha tusamma salsabila. Kwa hiyo kitamba hiyo chemchemu yaitwaje jina lake? Qur'ani imetoa, inaitwa nini? Salsabila. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun, na wao vijana ambao ni warika la kati kwa kati ndio watakuwa ni watumishi wa peponi. Wao ndio watakaokuwa kazi yao ni kuleta hicho kinachotokea kwenye hiyo mito, kwenye nini, ni kinywaji ambacho hakuna ladha ya kuelezea katika dunia. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bashari, wala khatara bibali au wala khatara biqalbi bashari. Ndani ya pepo, sasa ajabu tunaelezwa mambo haya, lakini tunaambiwa kwamba ndani yake hiyo pepo kuna ambacho jicho la mwanadamu yoyote halijawahi kuona. Kwa hiyo hata tunapoelezwa kwamba fiha ainun jariya, wewe ujue tu kwamba ni nini, ni chemchemu ambazo zitakuwa zinapita katika pepo, lakini chemchemu yenyewe mala ainun ra'at, ni ile ambayo jicho halijaona. Sasa mbona hapa tuwasikia alafu Mtume kasema wala udhunu sami'at, wala sikio halijasikia. Hiki unachosikia sicho sicho, yani hiki unachosikia ukienda kule utakutana kitu kingine tofauti kabisa. Kumbe ni kweli. Wala udhunu sami'at, wala mawazo ya binadamu hayajapita katika moyo, la khatara biqalbi bashar, wala kujapita wazo kwamba labda hivi au fikra kwamba hivi katika moyo wa binadamu. Kila utakapodhania kwamba pepo iko hivi, sivyo. Kila utakaposikia, sivyo. Na kuona ndo kabisa. Nadhani yaeleweka. Kwa hiyo sasa mbona tuambiwa kama unachosikia sicho? Ndiyo, lazima uambiwe ili upige picha, ambayo picha yenyewe pia sio halisi. Ndio mambo ya kimungu hapa. Sasa pepo, kwa nini iwe hivyo? Na moto uwe hivyo? Hata moto kwa nini iwe hivyo? Ni amru uluhia, ni jambo la kimungu. Na ili jambo la kimungu likamilike vizuri ni pale ambapo akili inashindwa kutafsiri kwa hakika yake. Sasa ikiwa utaweza kumfasiri Mungu na mambo yake, basi kutakuwa si na mapungufu fulani, sivyo? Kwa fiha ainun jariya, mna ndani yake
mito yenye kupita, na ama hizi takdim kwa majaru na majrur imetangulizwa ni takhsisi, kwa ajili ya watu maalumu. Hii sio kila mtu, ni watu watakaoingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie, na watu watakaoingia peponi ni watu maalum. Lakini si vibaya sasa aliyesema kwamba fiha ainu imekuja kwa mufrad, lakini tunatafsiri kwa wingi, ni mashekhe karibia wote wa fasiri. Lakini kwenye Sahibul Kashaf asema yuridu uyuna fi ghayati al-kathra, anakusudia chemchem nyingi, yani katika ule ukomo wa wingi. Kama vile sema alimati nafsu, kwamba watajua watu wote, nafsi za watu wote zitajua. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Fiha sururun marfu'a, mna ndani yake malili yaliyo juu, yaliyowekwa juu, yaliyorufaishwa, yaliyonyanyuliwa juu. Malili jamii yake ni sarir. Malili ni vitu ambavyo utakalia vya fakhari ya ajabu, ambayo yani kama malili lakini si malili, manake si jicho halijaona wala sikio halijasikia, lakini wewe chukua picha tu ni kama wako kwenye malili. Malili ni vile viti vya fakhari. Fiha sururun marfu'a, mna ndani yake malili yaliyo juu, yaliyowekwa juu, na nidhamu yake imeelezwa hapa na Fakhrur Razi, ay aliyatan fil hawa, wa dhalika li ajli anna yara al-mu'mina idha jalasa 'alayha jami'a ma a'tahu rabbuhu fil janna minan na'imi wal mulki, kwamba haya malili ni marfu'a mpaka wapi? Juu kabisa, ni juu ambayo juu yake angani kabisa, anga ya juu kabisa. Asema hivi wadhalika, na hili sema dhalika, na hili kwa sababu ni ishara lilbaid, na tunasema na hili kwa sababu tuzungumzia pepo kuchunga takribu, tukuchunga nini ile tashrif. Na hili li ajili ayyara almu'minu, ni ili aone muumini, ayyara almu'minu, aone muumini, idha jalasa alaiha, pindi atakapokaa juu ya malili hayo, jami'a ma a'tahu rabbuhu fil janna, yote Mwenyezi Mungu aliyompa peponi, wa naima wal mulka, minan naimi wal mulki, katika neema na ufalme. Kwa hiyo sasa hii Qur'ani walillahi alhamdu unapata kujua hata kwamba watu wakiingia peponi watakuwa na kaaji, hatakuwa alal araiki yandhurun, watakuwa juu ya malili wanatazamana. Kwamba ina maana Qur'ani nasema alal araiki yandhurun, watakuwa juu ya malili wanatazamana. Na hawa kwa mujibu wa Qur'an watajulikana kulingana na nini? Na daraja zao. Aina yashrabu biha almuqarrabun, na kinywaji hicho Qur'ani imetuambia, tukirudi pale kwenye chimbe, wa mizajuhu min tasnim, mchanganyiko wake umekuwa kitu kinachoitwa nini? Tasnim. Ndio mchanganyiko hicho kinywaji. Huwezi kusema maji tena aina yashrabu biha almuqarrabun, ni chemchemu ambao watakunywa humo waliokurubishwa na Allah subhanahu. Lakini innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun, hakika wale ambao walio waovu, walikuwa wamefanya uovu katika, wanaofanya uovu katika dunia, na ndio kawaida. Kanu minal ladhina amanu yadhakun, walikuwa kwa wale ambao walioamini huwacheka. Mara nyingi watu waheri huwa wanachekwa
na watu wasiokuwa na kheri, kwamba hawa wamekosea sana timing ya maisha. Unaona hali ilivyo bwana, kama wachekwa ukifuata dini kwamba mbona apoteza muda sana, tastarehe nini katika dunia hii. Ndio Qur'ani inasema wa idha marru bihim yataghamazun, na kiwapitia huwa wanakonyezana kwamba watu wa peponi hao, ahlul janna, na wao kawaida huo utawaona wakati mwingine wamechoka. Naona bwana watu wa peponi wenyewe wanapita hao. Qur'an inasema idha marru bihim yataghamazun. Hii ndivyo ilivyokuwa kwa Makuraishi, walikuwa na uchumi mzuri, maisha mazuri. Sasa wao wakipita Sayyidina Abubakar wanatulia. Sasa Sayyidina Abubakar ana hela, mambo yake mazuri. Sayyidina Uthman wanatulia. Wakipita kina Abu Huraira, Ahlus Sufa, watu ambao hali zao zinaonekana ngumu, kazi yao kumtaja Mungu tunasoma. Basi ukipita ahlul janna unastarehe peponi, wanapita. Ndio sababu wa idha marru bihim yataghamazun. Basi pindi wakiwapitia wanafanyaje? Wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, na pindi wakirejea kwa jamaa zao wanarejea hali ya kuwa na furaha kwa kuona wale watu wa nini, watu wa kheri, namna hali zao na nini. Wa idha ra'awhum, na pindi wakiwaona qalu, husema inna haulai ladhallun, kwamba hawa wamekosea tena, hawa wamepotea kabisa hawa katika dunia. Hawa bwana wamepotea, mambo gani ya kufuata haya? Ndivyo inavyokuwa hata leo. Na wacha kivaa hijabu utaona jizeesha, mbona kijibibi kizee, ndivyo inavyokuwa bwana. Na ukifuata mbona unatafuta uchawi mapema. Yaani ukifuata kheri unaona unatafuta uchawi. Ukiwa mtu anakumtaja sana Mungu anaambia unatafuta nini wewe duniani, wewe starehe. Starehe lini? Wako watu wa hiyo. Mwenyezi Mungu atuepushe. Nilipokuwa napataka ni hapa, falyawma alladhina amanu minal kufari yadhahakun, leo hii wale ambao walioamini kwa makafiri watakuwa wanawacheka nao. Alal araiki yandhurun, watakuwa juu ya malili wanawatazama. Kwa hiyo itakuwa ni juu sana. Ulichokuwa natukitaka hapa, fiha sururun marfua, kwamba ni kwa kiwango gani itakuwa hayo malili yamenyanyuliwa. Aya hii yaonyesha kwamba watu wa motoni, watu wa peponi watakuwa na nafasi ya kuwaona watu wa motoni wakati wanaougua wapi, kwenye moto. Kwa hiyo itakuwa ni juu mno, mpaka wamepita wanaozuoni wanasema juu yake ni baina ya mbingu na ardhi. Au wengine husema baina ya mbingu 7 na ardhi 7, juu kabisa. Lakini wanawaona watu wa motoni namna wanavyoungua, na pia kwa mujibu wa Qur'ani husema watakuwa wanawasiliana nao, hawako peponi wale wako motoni, na wanacheka namna wale wanavyoungua motoni. Kisha wasema hal thuwibal kufaru ma kanu yafalun, yes, wameshalipwa makafiri wale wanakuwa wanafanya. Basi Mwenyezi Mungu atujalie kwa katika watu wa peponi. Kwa sababu kwa mujibu wa suratul A'raf ukisoma, wale watakapokuwa na waona wale watu wa peponi, watakuwa nao pia wanapiga kelele, wanaambia jamani tuleteni maji, usifanyeni maji, tuomba maji. Lakini wale nao wasema hatuwaambie haluthuwibal kufaru makanu yafalu, lakini wako kwenye malili yenyewe. Qur'ani ile vile namna atakavyokaa juu imeelezwa, hata muundo wa kukaa, watakuwa wamekaa wanatazamana namna hii. Na katika kutazamana wana fursa ya kuwaona watu wakiungua motoni. Rejeni suratul A'raf, habari hii imeelezwa sana. Watu wa motoni watakuwa wanaonana vipi na watu wa peponi, mpaka tutakuwa na wale ashabul A'raf. Tutakuwa kwenye mlima, kuna mlima maalum unaitwa A'raf.
Tukirudi kidogo hapa, maana kwenda turudi. Fiha ainun jaria. Sasa chemchemu hizo zatokea wapi? Baadhi yao kasema chemchemu hizo zinatokana na nini? Na milima ya peponi. Milima yenyewe ni starehe. Ile milima yenyewe ni starehe. Sasa wakati wako juu ya malili, nini wanachofanya? Wanachopata ni hapa wa akawabu maudhua. Lakini kabla tueleze kidogo haya malili. Wakala Kharijatu bin Mus'ab. Nasema Kharijatu bin Mus'ab, kitaka maelezo hayo urejee tafsiri al-Kabir. Tafsiri inahitaji sana, somo la tafsiri inahitaji sana reference. Balaghana annaha ba'dhuha fawqa ba'd fartafi'u ma sha'a Allah. Imetufikia kwamba baadhi yao juu ya baadhi watanyanyuka kiasi anavyotaka Mwenyezi Mungu. Fa idha jaa waliyullah, atakapokuja kipenzi cha Allah, maana kila aliingia peponi ni katika auliyaullah, mawali wa Mungu. Liyajlisa alaiha tatamanatila, atakapokuja ili akae juu ya lile, anataka kukaa, basi lile linajisogeza lenyewe na linashuka lenyewe kwa kiwango chake kukaa. Fa idha stawa alaiha, akilingana sawa juu yake, irtafaat ila haithu shaa Allah, basi litanyanyuka mpaka pale alikopataka Mwenyezi Mungu. Kwamba sasa huyu na kuyayuliwa kule, kila kinachofanyika ikishuka ni starehe, utatamani lisiache kushuka. Ukikaa ni starehe, utatamani usiache kukaa. Yaani peponi kila kitu ni starehe. Likinyanyuliwa juu utataka tunyanyuliwe mpaka mwisho, kusiwe na mwisho. Unakumbuka ukiwa mtoto mdogo kabisa, kama hujakulia familia za magari, ukipanda gari unataka hutamani ifike mwisho. Sababu ndivyo itakokuwa. Maana watoto wadogo huwa wanapata starehe sana katika hii dunia. Na tunaambiwa kwamba baada ya starehe ya peponi kwa mwanadamu katika hii dunia, mahala ambapo wamepata sana starehe ni kwenye tumbo la mama. Baada ya hapo kuna kupatia katika starehe ni akiwa kichanga, wakati ule akinywa yale maziwa ya mama. Ile ni starehe yake ya ajabu kupita kiasi. Usimkatishe bila sababu za kitaalamu. Msikia? Bila sababu za kitaalamu. Sio kumkatisha ziwa kwa sababu za kipuzi. Lazima umkatishe kwa sababu za kitaalamu. Na akifika miaka 2, huyo yule mtoto atataka tukunyonya. Umefahamu? Na kama ukifanya mchezo utakuwa dude kubwa bado nataka kunyonya. Sinaposema Busiri, an-nafsu katifli in tuhmilu shabala hubbi radha wa in taftimu yanfatu. Unajua kwa nini nafsi inafanisha mtoto mdogo? Mtoto mdogo yake ni maziwa, nafsi yake ni maasi. Maasi yalivyokuwa ni matamu kwenye nafsi, ni kama maziwa ya mama yalivyo matamu kwa mtoto mdogo. Ndio maana hapo akasema an-nafsu katifli in tuhmilu shabala hubbi radha wa in taftimu yanfatu. Ni kwamba nafsi kama hutoiachisha maasi haitoacha, kama mtoto mdogo. Kama mwatishiziwa shabala hubbi radha, na nafsi ya mtu kama hutoacha maasi mpaka siku unakufa unafanya maasi. Na si ajabu ukafa kwa maasi. Mwenyezi Mungu yote atuepushe. Kwa hiyo starehe za peponi kinafuatia ni mtoto mdogo mchanga. Baadaye ile rika inavyokwenda, ikishafika miaka 7 ile starehe zimepungua kiwango kikubwa sana. Shafika sabra bala, sasa ndo unaingia kwenye matatizo ya dunia. Sasa
Na unavyozidi kukua sasa, dunia ilivyokuwa mbaya, unavyozidi kukua ndivyo starehe za dunia zinavyokuwa ni chache kupita kiasi, kwa sababu starehe ni raha jumlisha furaha. Ndio unapata starehe, raha jumlisha furaha. Waweza ukawa na furaha lakini huna raha, si ndio? Na raha ni swala la ndani. Kama mbona mtu, mbona huyu unampa pesa nyingi, ukampa zawadi nyingi, mbona hapokei vizuri, hana raha. Kaambiwa figo zote, katoka hospitali kaambiwa figo zote zimefeli, sasa unampa milioni 100, hana raha. Kwa asante Mungu akubariki. Na huyo hakupenda, kapenda lakini sasa hana raha, kafurahi lakini hana raha. Umefahamu? Ndio dunia ilivyo, Mwenyezi Mungu. Lakini peponi hakuna kero hizo. Peponi ni raha na furaha, na kila dakika inazidi raha na furaha, na kila utakayemuona ni raha na furaha. Katika hali hiyo sasa, nilitamani niwape taarifa ya kwamba hali ya hewa ya peponi ikoje. Ile hali ya hewa peponi ikoje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hawa aljannati sajsajun, inna hawa aljanna sajsajun, hakika hali ya hewa ya peponi ni kati kwa, yani ni kati kwa kati, la haru wala barد, la haru wala barد, hakuna joto wala hakuna baridi. Ndio asajsajun, Mtume Muhammad atuambia. Kwa hiyo na ile hali ya hewa yenyewe ya peponi ni starehe kubwa kwa watu wa peponi, na hutamuona katika watu wa peponi ambaye kajikunja nini uso. Taarifu fi wujuhihim nadhratan na'im, ndio watu wa peponi walivyo. Utajua katika nyuso zao kule kumemetuka kwa neema. Mtu ambaye amepata kumetuka kwa neema, kwamba uso una mng'ao wa ajabu wa neema. Hapa duniani tu mtu akiwa kwenye neema unamjua kumwangalia usoni, ndivyo sipo? Sasa peponi ni zaidi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika peponi. Si vibaya tukaongeza wa akwamun maudhu'a, namna ndani ya pepo gilasi zenye kuwekwa, yani gilasi ambazo zimeandaliwa, annaha muaddatun li ahliha, kwamba zimeandaliwa kwa watu wa peponi. Maudhu'atun ala hafati aluyuni, zimewekwa kwenye muono wa macho, pembezo zile za macho, kwamba zile glasi unaziona. Kulama aradu shurba, kila unapotaka kunywa, wajaduha mamlu'ata min ash-sharab, wanazikuta tayari zimeshajaa kinywaji. Hakuna tabu huko kwamba mbona glasi iko wazi, hamna nzi. Peponi utakuta nzi wapi bwana? Hakuna bakteria, hakuna virus, hakuna maradhi ya aina yoyote. Hakuna la yusaddauna fiha, la yusaddauna fiha wala yunzifun. Watu hawatosikia maumivu ya kichwa wala ile kujisikia hali ile ya kuhitaji sio ni drink au sio yusaddauna fiha wala yunzifun. Ile alikusikia kwamba kero hivi ya hali hausikii. Ndio peponi ni starehe tu, ni hali ya starehe, hakuna kinachokera hata kimoja. Waliliangoa wale ambao wameshatangulia mbele ya haki, alafu wao ni watu wa peponi, kama yule Suleimani al-Juhdari tuliyemsoma kule kwenye Ar-Ruh, kwamba alipoonwa baada ya miaka 2 na wanafunzi wake, akaulizwa kwamba ushakufa wewe? Asema nimeshakufa. Sasa uko wapi? Asema ana fi rawdati min riyadil janna, mimi niko kwenye bustani katika mabustani ya pepo. Naomba Mwenyezi Mungu na sisi atujalie kuwa hivyo.
tuingie katika ile ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ila kwa mujibu wa Qur'ani, peponi kuna watumishi ambao utumishi wao nao ni starehe, na baadhi wa wafasiri wakapita kwamba watumishi wa peponi ni wale wildano ambao wamekuwa na sifa mukhalladun, ambao wao wataendelea kudumu katika pepo maisha yao yote, na pia mukhalladuna kwa maana watadumu katika hali moja. Masakasa peponi hakuna kuzeheka, na kwa mujibu wa Mtume Muhammad na ni Qur'ani pia, watu watakuwa ni urban ataraba, wanawake watakuwa ni wanawali marika sawa. Hata wanaume wataingia baina, Mtume anasema kati ya miaka 30-33 hivi. Ni kama vijana wa miaka 30-33. Angalia hadithi za Mtume Muhammad. Kwamba wazee wote watarudishwa umri wao kuwa katika hali hiyo. Hii sasa kwa peponi kwamba watu wanarudishwa umri huo, hii ni dalili kwamba dunia pia iko ujanani. Ukishapita ujana, dunia sio yako, usigombanie sana. Tafuta akhera. Sio unaweka 60 bado unavaa vikaptura hivi. 60-70 na cheni kila sehemu. Ujana ndio maisha dunia kwa ujanani. Lakini hivyo hivyo kwamba kumbe maisha ya akhera yanaharibikia pia ujanani. Ndio maana hiyo kwamba watu wa peponi kuingia miaka 33 hivi ni hao wildanu mukhalladun. Lakini hao wildanu mukhalladuna ni wakina nani? Ndio nasema baadhi ya wafasiri wakapita wakasema ni wale ambao waliokufa kabla ya umri wa baligh. Wao wataingizwa peponi moja kwa moja, na tena watakuwa ni watetezi wazazi wao. Ni moja watetezi wako siku ya kiyama ni wale watoto ambao waliokufa bado ni wachanga, waliokufa hawajafika umri wa baligh. Hao ni wildanu mukhalladun. Sasa wewe ulikuwa darasani hapa, kama unatamani hivyo ushapita wakati wako. Unaweza jitahidi tu ufanye jitihada ukutane nao. Na kusema mimi naomba nife sasa. Ufanye miaka 40 tena. Shapita wazako kabla ya umri wa nini? Wa baligh. Mwenyezi Mungu ndio wildanu mukhalladun. Kwa hiyo nikasema ni vizuri pia kujua kwamba peponi kumbe kutakuwa na watumishi. Ni Qur'ani nasema hivyo. Muttakiina fiha ala al-ara'ik. Naona watakuwa ni wenye kuegemea juu ya nini? Malili. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Bado tuko pale fiha sururu marfu'a, kwamba muttakiina fiha ala al-ara'ik. Ara'ik ndizo sururu, kwamba watakuwa wameegemea juu ya malili. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Hawaoni humo jua kali wala baridi kali. Hakuna jua huko wala baridi kali. Ndio maana hapo Mtume Muhammad akasema innal hawa aljanna sajsajun. Ndio hapa dalili yake ya Qur'ani, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ndio hali ya hewa pepo. Wadaniyatan alayhim dhilaluha, wadaniyatan alayhim dhilaluha, na hali ya kuwashukia wao, kuwakurubia kwao vivuli vya miti ya peponi. Wadhullilat qutufuha tadhlila, alafu tadhalilishwa kuchumwa kwake matunda yake, kudhalilishwa kuliko kwa kukubwa. Na tunda la peponi ukila hakuna ladha ambayo duniani ipo katika yale matunda ya peponi. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua ni matunda gani ambayo atakuwa peponi, ili mradi ujue mazingira peponi yakoje. Wayutafu alaihim bianiyati min fidda, watazungushiwa vyombo kama vile vya fedha. Wa akwabin kanati qawarira, na gilasi ndio ile kwamba wa akwabun
maudhua. Gilasi zenyewe ni zipi? Nasema kanati hawaria, ni ambazo zimekuwa kama vile za vioo hivi picha yake, umefahamu? Lakini ni kwamba hata ukipitisha kwenye moyo itakuwa sita, kwa mujibu wa Mtume Muhammad. Lakini hapa asema watufu alaihim wilidanu muhalladun, na watawazungurukia watu wa peponi vijana, watoto wale ambao wamekusudiwa kwamba kuishi milele, muhalladun, ambao ni wenye kudumu katika, wamedumishwa katika hali moja, rika moja, wanapendeza kila siku. Dalili ya kwamba kupendeza kwao pia ni starehe kwa watu wa peponi. Idha ra'aitahum hasibatuhum lu'lu'an, hasibtahum, idha ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, utakapowaona wewe utadhani wao ni lulu zilizomwagwa, kama vile lulu ambazo zimetawanywa namna. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, na utakapoona hapo kwa hakika utakuwa umeona neema kubwa na ufalme uliokuwa mkubwa. Je, wanavaa watu wa peponi? Wanavaa alaihim thiyabu aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ndio hivyo, utaona hivyo wanavaa nguo ambazo kama za hariri zenye kijani kidogo hivi, kijani zito na nyepesi, kisha ambiwe inna hadha kana lakum jazaa, hakika yote yamekuwa kwenu ni malipo, wa kana sa'yukum, na amekuwa matendo yenu kule duniani ni yenye kukubaliwa. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika watu wa peponi. Kwa leo tulichojifunza kikubwa kwa mukhtasar, tumeona baada ya kuona kwamba ndani ya pepo hakuna mbuzi, tumeona kumbe kuna chemchemu ambazo zitakuwa zinapita peponi. Pia tumeona watu watakuwa wanakaa kwenye makazi maalum ambayo yanaitwa sururu, viti maalum, si ni vitu gani Mungu mwenyewe anajua, lakini malili yaliyokuwa juu. Lakini kumbe hata kunywa watu watakunywa peponi, vinywaji ambavyo ni starehe kwao katika pepo, wa akwabul mawdu'a, na gilasi za vinywaji ambavyo zimeandaliwa kabisa, imewekwa kwa ajili ya watu wa peponi. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika hawa watu wa peponi. Tukaona leo walila alhamdu, mpaka hali ya hewa ya peponi tumeiona, la yarauna fiha shamsan wala zamharira. Pia tumeona katika hayo watu wa peponi, katika hizo maandalizo waliowekewa, mpaka matunda watakuwa nakula peponi. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika watu wa peponi. Na tukaona mtu wa peponi unaitwaje? Salsabila. Allahumma ja'alna min ahli al-janna. Amin. Allahumma arzuqna firdausa nuzula. Amin. Bi rahmatika ya karim ya halim ya latif ya khadir. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa salamun ala al-mursalin.